mambo mengi. Wewe piga hesabu yale makutano ya parade ile ambayo lilipigwa ile parade kwenda Coco Beach. Uliona ule umati wa watu ule. Sasa ule umati wa watu ukiwa against na uongozi wa Simba inakuwaje? Si hatari hiyo? Hiyo ni hatari. Kwa hiyo wazinduke Mo Dewji. Asitaki kuwachanganya Watanzania na wanachama wa klabu ya Simba, aachane na siasa zake za miaka 60 iliyopita. Sasa hivi ageuke kwenye nafasi ya maendeleo ya klabu ya Simba, aweke mifumo ya kisasa ambayo itaweza kuifaidisha Simba. Kwa mfano, toka kauli ya Mheshimiwa Paul Makonda izungumze kuhusiana na mabadiliko ya Simba, akamwambia msajili kutoka serikali, mbona mchakato umekwama? So wamekimbizana hapa na barua tayari katiba imeshasajiliwa, na uzuri mwenyekiti wa klabu ya Simba Sport Club Murtaza Mangungu ameweka wazi kwamba ndio toka katiba imesajiliwa manake haitambui bodi ya wakurugenzi, haitambui mwekezaji. Ila tunachokifanya nini? Ni busara, kwa sababu watu tumetoka nao mbali. Yaani wawekezaji ndani ya klabu ya Simba, tajiri Mo Dewji sio mtu mgeni kwamba katoka Ethiopia au katoka Jamhuri ya Kongo. Ni mwanachama na mshabiki wa Simba toka yuko mdogo. Kwa hiyo kwenye jambo hili, katika haya mabadiliko, lazima umshirikishe, maana yake unampa chance yeye kuwa wa kwanza. Kama ulivyoona Young Africans walivyotengeneza mazingira ya kumfanya GSM kuwa wa kwanza katika masuala yao ya uwanja, waumweka karibu. Kwa sababu gani? Huko nyuma ameshapasuka. Yaani ameshapasuka pesa, ameshapasuka mambo mengi sana muda wake. Kwa lazima umweke mtu wa kwanza katika kuelekea katika mafanikio na faida mbele ya klabu ya Simba. Kwa lazima umweke wa kwanza. Ndio maana amesema tumetengeneza mazingira ya busara kuweza kuwashirikisha na kila kitu. Maana yake nini? Huyu ni mtu ambaye anawakilisha 51% za nani? Za wanachama. Maana yake hata wanachama anapiga nao story. Bwana, katika wale wajumbe wote wa matawi, bwana kuna jambo hili na ile, bwana Mo tumweke karibu. Mo tumweke karibu, amejitoa kwa namna moja. Lakini yeye anachukulia watu kama wajinga. Ndio maana zile kauli anazoongea hapa ni za kitoto. Mo leo sio mtu wetu wa kwanza kushika karatasi kuzungumza kuhusiana na Simba. Kweli? Yaani kabisa eti Mo Dewji leo atoke ashike karatasi kuhusiana na Simba. Yaani leo sasa wanazungumzia hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akitoa hotuba zamani kwa ashika karatasi kuhusiana na Tanzania. Alikuwa atoi kwa sababu gani? Atoi ashike kwa sababu anaijua nchi alipoitoa. Kwa hiyo chochote anachokizungumzia ni kitu ambacho amekiunda yeye ndani ya nchi ya Tanzania. Ndio maana hata marais waliofuata wanashika makaratasi kwa sababu wanaongelea mipango ijayo. Lakini Mo Dewji leo mtu akutengeneza historia, sisi tulitoka ya wapi, tulifanya kuhusiana na Simba, wakati mabadiliko yote ya kimfumo ya uendeshaji ambao amepitia hapa na mafanikio ya kibiashara yeye ndo kayatengeneza ndani ya klabu ya Simba. Leo anashika vipi karatasi kuhusiana na Simba? Inashangaza. Kwa hiyo unaona kabisa ni mtu ambaye mimi nafikiri labda hana mipango endelevu na klabu ya Simba. Yaani kwamba hapa alipofikia yeye ndio palipokuwa anapopahitaji. Kwa hiyo huko unapoelekea na watu wanapopaona inawezekana kichoni kwake hapo. Sasa inakuwaje? Kama hivyo aseme. Lawama nyingi kipoteza, tunasikia mara kadhaa Mangungu. Na jana bwana, cha kushangaza katika ile pale stejini, yeye ndo mtu pekee hapa katika kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club ya kuvaa jezi. Watu la doubt sana, watu la maneno wa bongo bwana. Unajua kuna taarifa unajua zinatokea tofauti. Ndio maana barabara ama maeneo yote ya huduma yakitolewa yanaekiwa mifumo ya huduma kwa mtu ambaye asiona, kwa mtu ambaye ni mlemavu, kwa mtu ambaye umetimia, yote unaekewa. Ila kwa sababu sisi watu wengine hatufahamu lugha za alama, kwa hiyo hatujui kwamba hizi alama ni za mtu asiyeona, hizi alama ni za mtu mlemavu, huwa hatufahamu. Sasa lugha ambayo taarifa ambayo ameitoa Murtaza Mangungu kwa kutovaa jezi, kuna vitu vingi akubaliani navyo. Ile event ambayo imeandaliwa pale inahitaji pesa. Kwa mtu kama Murtaza Mangungu kuiandaa anahitaji wanachama wachangishane. Umeelewa? Sasa event kama ile imeandaliwa na upande wa mwekezaji, na ndio maana kwenye half time show pale si tuitegemea tupate burudani. Tumepata nini pale? Si matangazo ya bidhaa zake. Si ndio maana yake? Na maneno yake mawili matatu pale. Kwa maana yake ni kwamba ile ni event ambayo imeandaliwa na matajiri. Kwa yeye, kwa namna ambavyo amezalaulika hapa nyuma na ile barua ambayo iliandikwa na Magoli na kupitia, manaki ile tunazungumzia ile ni Simba Company Limited ndio ameandika barua, sio Simba Sport Club. Kwa manaki Simba Company Limited kama andika barua na haipo, manaki ni kwamba yeye mwenyewe amechukizwa kwa sababu amechunganishwa na wanachama wake kwenye ile tukio. Haya mambo kidogo tuona amekuwa sawa kupiga picha, ni kwa sababu watu waelewi tupo katika, na watu wasije kagomea event, watu wasije kawa na minongono tofauti. Kwa hiyo kutovaa jezi kwa
Murtaza Mangungu kwenye event kubwa kama ile, kuna taarifa anaitoa kwa wana Simba na wadau kama sisi, ila ameenda kama mtu mzima kwenye ile tukio. Lakini mimi naamini alikuwa anatamani hata kutokwenda, kutovaa sare ya sherehe. Wewe ni mwenye sherehe, tafsiri yake ni kwamba wewe ile sherehe haikuhusu na umeikunjia. Kuna rafiki yangu mmoja alibadili dini kimya, mzazi wake hakujua, na siku ya sherehe alikuja tu kuambiwa na wazee wenzake, bwana, mtoto wako ameshaoa tu hivi na hivi. Kwa alienda bila kuvaa ile nguo ya sherehe kwa sababu yeye hakuwepo katika ile maandalizi. Kwa hiyo Murtaza Mangungu anavotoa ile taarifa yake kutovaa jezi, ile body language, maana yake anatoa taarifa kwamba kuna vitu vingi vya jamaa mimi sikunavyo sawa. Sawa, tutarejea pia kwenye dabi hapa mwishoni bwana. Yanga Day, siku ya Yanga kabisa. Hapo sasa tunaenda kuona utofauti kidogo, kuanzia maandalizi, aina ya viongozi, hata kwenye chaguzi zao, kwenye mkutano mkuu mpaka kwenye tamasha lao. Yanga Day boy. Kitu kikubwa ambacho wanachama na mashabiki wa Yanga wanaenda kukutana nacho ni furaha ya kuweza kumwona Peter Shalulile. Huenda ndio kivutio kikubwa sana kwa Yanga Day, tofauti hata na Simba Sports Club ambapo kuna Simba kama kivutio, na msemaji amesema kabisa kwamba tamasha lijao Simba naachiwa kabisa wakana mashabiki Simba wenzao. Atapiga story. Shalulile, Peter Shalulile, kivutio cha Yanga Day kwa siku ya leo. Mashabiki wana hamu kubwa sana. Jezi zimenunuliwa. Nimeona ndiko lako pale kwamba hizi ndio jezi ya OG. Siku ya jana kidogo mimi nilipata chance ya kuwepo uwanja wa Uhuru pale. Kwanza nimefurahi kwa sababu leo ni uwanja ambao sisi tumecheza, tumekuwa pale, watoto wa Keko wote ndio maeneo yetu tulikuwa tunakuwa pale. Kwa hiyo umerudi tena kwenye matumizi, nimefurahi. Kwa nilikuwa nataka nitazame, lakini bahati mbaya nimeenda kule. Mimi kidogo nilipitia kuzitazama jezi za Simba. Kwa hiyo pia nina uwezo wa utambuzi wa jezi kwa sababu mimi mwenyewe si tumekulia Keko, Tandika hapa katika kununua nguo, Kariakoo iko hapa, lakini pia na Karume hapa. Jezi za Simba nyingi ambazo zimevaliwa jana zilikuwa nyingi ni feki. Na hiyo inatokana nini? Watanzania wengi siku hizi wamekuwa na uvivu, nguo wanaletewa na watu. Yaani wewe unampa mtu pesa, yeye anaenda kupambana huko, anaenda kutafutia mtu, tunaita mawinga. Kwa hiyo wengi wamekuwa na machimbo yao kupata jezi. Kwa sababu hata Jeruti alizungumza jezi hizi ambazo tunazungumzia ni feki. Kuna nyingine zinapita pale bandarini kutokea China, mtu anachapisha nje ya nchi, na kuna nyingine zinatokea visiwani Zanzibar, wanapitia Bagamoyo kwa ile mitumbo mikubwa na majahazi zinaingia. Kwa hiyo hata ukiangalia ile size ya jezi na kwa tofauti. Kuna jezi jana zimevaliwa mtu, mkono wa mtu uko hapa. Hii raundi ya mwisho iko hapa. Jezi za Simba za $100, hii chati yake hapa inatengeneza V, imebana. Lakini nyingine unaiona kola inaogelea ipo kabisa. Na hata nimeona kina GB64 na wengine wao wameposti wakionyesha jezi feki ambazo zimekuwa zikionekana hata kwa macho ya kawaida, ukitazama unaona kabisa ni jezi feki. Kwa hiyo inakatisha tamaa sana kwa mdhabuni kama Jeruti ambaye amewekeza takriban shilingi ya Tanzania takriban bilioni 38 kwa mkataba wa miaka 5, na kwa na mgawanyiko wa pesa za uwekezi kwa kila mwaka. Inakatisha tamaa. Na hata alivyofanya interview na Crown Media, unamwona ni mtu ambaye ana masikitiko na hicho ambacho kinachokuwa kinaendelea. Na hauwezi kuchapisha jezi kwa mtu ambaye wewe upo tu mbali na klabu. Yaani hiyo nguvu unaipata hapo. Wewe Beni unaweza kutoka hapa na kuchapisha jezi fake. Unaanzia wapi? Kwa hiyo mtu unaanzia ni mtu ambaye kabisa unajua faida yake ni nini na upo karibu na hicho ambacho kinachofanyika kwa sasa hivi. Sasa nimetazama pia kwa namna ambavyo nimetazama jezi za Yanga nyingi sijaona jezi fake. Na hiyo ni kwa sababu gani? Young Africans ndio watu ambao walianza mapema kuwa na mdhabuni wa jezi muda mrefu. Hatuzungumzi kwamba eti ndio timu ya kwanza, tunazungumza walianza mapema. Kwa hivyo kuwa na mdhabuni ambao mwenye uwekezaji wa kutaka kufanya biashara ya jezi, sio kuwekeza kwenye klabu, kuivarisha klabu. Kwa hiyo wao kidogo wamepitia hayo mahangaiko mengi. Unakumbuka kuna kipindi hata Alikamwe aliingia kwenye baadhi ya magodown hivi na hivi. Kwa hiyo wao kidogo nimeona amefanikiwa. Asilimia kubwa jezi zao ambazo mpya nimeziona ni jezi original ambazo zimenunuliwa na kuvalika na watu. Tumzungumzia Peter Shalulile, usajili wake wa B1. Kwa mara ya kwanza naweza kusema kwamba tunacheza au mchezaji kutoka South Africa ambaye anacheza kwenye ligi kuu yetu NBC toka ianza kuitwa hivyo. Mchezaji ghali zaidi kutokea. Tutaanza kuona performance uwanjani. Shalulile sasa unafikiria Beni, kuna kipindi Young Africans alumia Depu, alumia Dube, alumia Mzize. Striker anacheza Mudathir akapiga mabao yake 7.
Yaani striker kanacheza Mudathiri haya akafunga mabao 7. Tunakumbuka kwanza namba 9, fourth namba 9 na akafunga mabao 7. Kwa hiyo muundo wa halisia wa uchezaji wa Young Africans kwa mshambuliaji ni rahisi kufunga. Tena kwa mshambuliaji ambaye kama yeye ni force namba 9 ambaye anaweza kufunga mabao aina yote, akatokea kushoto akatokea kulia, anaweza kufunga. Kwa hiyo mimi kwa Peter Shalulile kwa daraja ambalo Peter Shalulile amewahi kuwa kwenye chati ya wafungaji bora wa klabu bingwa, yani wakiwa wamefungana wachezaji wawili. Amekuwa mfungaji mara 2 kwenye PSL, ligi kuu ya nchini Afrika Kusini. Je, ni striker, kuna mchezaji gani ambaye amekuja Tanzania amewahi kuwa mfungaji bora wa ligi kuu nchini Afrika Kusini? Nani ashaye kuja? Wengi wanakuja wachezaji hawa unga ambao wanatoka Stellenbosch, wanatoka wapi na wanakuja hapa. Kwa hiyo yule ni mchezaji ameshakuwa mchezaji namba 1 kwenye ligi kuu nchini Afrika Kusini kwenye eneo la ushambuliaji. Anashindwaje kufunga kwenye ligi kuu Tanzania bara? Anashindwaje kufunga kwenye klabu kama Young Africans? Piga hesabu, Alan Okello amekuja Tanzania katika dirisha dogo, amefunga mabao mangapi? Sasa kwa nafukuzia kiatu cha ufungaji bora. Amefunga mabao mangapi kwenye ligi? Na sio kwamba amefunga kwa sababu yeye ni bora sana, amekuta timu inatengeneza nafasi na ina muundo ambayo washambuliaji wote wanne wa mbele wanaocheza, yani winga wa kulia, winga wa kushoto, namba 9, namba 10 na namba 8 wanaweza kufunga mabao kutokana na ule mzunguko wao, yani ile zigzag yao au pattern ya ushambuliaji iko hivyo. Na hiyo alishaanza kuitengeneza toka kocha Nabi, ikaja kwa Gamondi mpaka hivyo. Na maana hata kwenye bao 5 za Simba ambazo walifungwaga na Yanga zilifungwa kwa mjamiano wa wachezaji wengi. Max alifunga magoli, Pacome alifunga, nani yule Aziki alifunga. Hao wote ni wachezaji ambao wanacheza katika chati ya ushambuliaji. Kwa hiyo kwa mtu kama Peter Shalulile kwenye kufunga, atafunga sana kwenye ligi yetu kwa staili yake ya uchezaji, kwa sababu pia sisi ndani ya Tanzania mtu anasema timu inanunua mechi. Hapana, timu nyingi za Tanzania hazichezi mfumo wa kushambulia kwa wachezaji wengi ambao wanashambulia. Ndio maana Simba msimu uliopita simetumia washambuliaji wengi. Imemtumia Oula, imemtumia Libasage, imemtumia Mpanzu, imemtumia Semani, Mwalimu Gomezi. Umeona alivyokuwa anafunga mabao. Ikawa inafunga mabao kila mechi, kwa ikawa ni easy. Lakini timu nyingi zinacheza na mshambuliaji mmoja, ndio maana mabao yanakuwa nini hivi? Kwa sababu gani? Pia wachezaji wetu wengi wa Tanzania ama timu nyingi za Tanzania zinafungwa magoli ya kizembe, yani makosa ya eneo la ulinzi. Sasa kwa mchezaji kama daraja la Shalulile ana uwezo kufunga dhidi ya klabu ambazo zinakuwa katika title ya kutoa ubingwa wa Afrika. Anafunga bao, anashindwa kufunga dhidi ya Kagera Sugar ambao inaana kimtambi kwenye eneo la ulinzi. Anashindwa kufunga dhidi ya Dodoma Jiji ambayo ina Agustino Nsata kwenye eneo la ulinzi. Anashindwa kufunga dhidi ya Coastal Union ambayo ina Sadi Mwanza kwenye eneo la ulinzi. Wakati alikuwa anafunga na kina Ali Gabri, anafunga dhidi ya kina Ahmed Egazi, anazifunga. Anashindwa kufunga na mabeki wenye daraja la ligi kuu ambazo wanazishusha timu daraja, msimu ukimalizika wanaingia tena kucheza katika klabu nyingine.